Gala, nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Nashiriki kanisa la Jesus Winning Soul Migadini Ministry. Niko katika Bible Study Lifeline. Nataka kuwahubiria leo kuhusu Yesu Kristo alipokuwa ametoka Jordani, akaongozwa na Roho kuelekea nyikani ili ajaribiwe na mjaribu Ibilisi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu 4 kuanzia 1, unaona kama vile ambavyo Yesu Kristo alivyokuwa yuko nyikani, Ibilisi akamtokea, akamwambia, alipoona njaa, Ibilisi akamtokea akamwambia kuwa ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, yageuze haya mawe iwe mkate ule. Yesu Kristo mwana wa Mungu akamwambia kuwa huwezi ishi kwa mkate peke yake, ila kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu Baba Mwenyezi. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo mwana wa Mungu alimweleza shetani kuwa hakuna mtu ambaye anaweza kuishi kwa sababu ya mkate ili awe mzima, apate uzima hapa ulimwengu huu, ila kwa neno litokalo kwa kinywa cha Mungu Baba peke yake. Wewe unayeniona katika mahali popote ulipo ulimwengu mzima, nataka nikujulisha siku ya leo, unaweza kuwa unapitia hali ngumu, unaweza kuwa unapita katika majaribu, unaweza kuwa umeketi mahali na watoto wako, unaweza kuwa uko katika ndani ya familia ambayo maisha yako labda yako chini, unaona njaa, unaona shida zimekukumba, kila aina ya shida. Usikubali kujaribiwa na mtu yoyote. Kuna mtu anaweza kutokelezea akakwambia kuwa fanya hivi ili ukapate kushiba, lakini mkatalie, umwambie kuwa mtu hawezi kuishi kwa kutafuta maisha kwa lazima. Maisha hayatafutwi na lazima. Mungu mwenyewe hushusha baraka zake. Bwana Yesu apewe sifa. Ibilisi akamchukua tena mwana wa Mungu, akampeleka mji mtakatifu, akaenda akampandisha juu ya Yerusalemu, juu ya kinara kirefu, akamwambia kuwa ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jiangushe chini. Unapojiangusha pale chini, Mungu atakuwekea malaika, na wale malaika watakunyaka ili usijikwae mguu wako kwenye jiwe. Kristo mwana wa Mungu akamwambia kuwa imeandikwa, usimjaribu Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna majaribu mengi ambayo mwanadamu anaweza pitia katika ulimwengu huu. Kuna majaribu kila aina ambayo unaweza kupitia. Unaweza pitia mitihani ambao unaweza kufika mahali paka ukawa inakuregesha nyuma, lakini usikubali kurudi nyuma. Mwana wa Mungu hakukubali kurudi nyuma. Ijapokuwa alikuwa na njaa na alikuwa na uwezo wa kugeuza yale mawe yawe mikate ale, lakini alimjua yule mahali alipo, alijua shetani mahali yuko. Na wewe nakuombea siku ya leo, na ninataka nikujulishe siku ya leo, wewe nao unapokuwa katika shida, muamini Yesu Kristo na muamini Mungu aliye juu mbinguni. Kama ni njaa ulionayo, lazima utashiba katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna matatizo ambayo yatakuwa yamekukumba, ukimtegemea Yesu Kristo, lazima utapokea. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo alimtegemea Mungu aliye juu na akamkatalia shetani yale yote alikuwa nayo. Sio Yesu Kristo alikuwa hawezi kufanya hayo maneno. Alikuwa na uwezo, maana Kristo ana nguvu kutoka kwa Mungu. Alikuwa anaweza kugeuza mawe, alikuwa anaweza kujirusha na asiguswe na jambo lolote. Lakini alijua kuwa huyu anajaribu imani yake, lakini akakataa kwa sababu anajua kuwa yeye ni nani kwenye Mungu aliye juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaangalia tena Ibilisi akamchukua tena, akampeleka mlima mrefu. Alipofika kule akamwambia, ninataka unisujudie tu kwa dakika 3. Yesu Kristo akamwambia, nenda zako shetani, imeandikwa, wakushujudiwa na kuabudiwa ni Mungu aliye juu. Wakushujudiwa na kuheshimiwa katika ulimwengu huu ni Mungu peke yake. Na mimi nakujulisha mpendwa, popote pale ulipo, nataka ukae ukijua kuwa siku ya leo, unielewe vile ninavyokuelezea, hakuna mtu anaweza kushujudiwa ila ni Mungu peke yake. Usijaribu kutana na mtu akukwambie twende kwenye mizimu ya kwetu. Ile mizimu ya kwetu itakusaidia, mizimu ya kwetu itakupatia mambo makubwa, kwa sababu ya kuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na uwezo, na alikuwa si mtu, alikuwa ni roho ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani hakutosheka, akamchukua tena akampeleka mahali ambapo hapastahili yeye kuenda, lakini ilibidi aende ili amuonyeshe kuwa mimi ni mwana wa Mungu. Ili ajue kuwa yeye ni mwana wa Mungu na ajue uwezo wako nao, ajue kuwa popote pale atakapokanyaga yeye ana Mungu. Mungu alimweka pale, na Yesu Kristo pale alikuwa na malaika. Kulikuwa kuna malaika waliokuwa wanamlinda. Alipomwambia nenda zako shetani, malaika walimkujia na wakamlinda. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka ujue siku ya leo, popote unapotembea una malaika. Popote uendako na kila jambo unalolifanya, kila mwanadamu ako na malaika wake anayemlinda. Lazima malaika watakulinda na lazima malaika watakutumikia. Mtu asikwambie tuende kwa mganga, mtu asikwambie tuende kwa
kwa Kilumapula, mtu asikwambie sijui tuende wapi, ushikane na mambo ya dunia. Uabudu sanamu, uabudu vitu ambavyo ni vitu vya ulimwengu. Uende ukasujudie mtu ambaye ameweka sanamu, wewe usujudie ile sanamu. Wakati ule Nebukadneza alikuwa ameweka sanamu yake, wale Shadrach na Meshach na Abednego walikataa kushujudia sanamu, na wewe lazima uwe na ujasiri kama ule waliokuwa nao. Na Yesu Kristo naye akakataa, akasema mimi siwezi kushujudia mwanadamu, lazima ninajua kuwa wa kushujudiwa ni Mungu aliye juu mbinguni. Unapokuwa na ujasiri kama ule, unapokuwa na mambo kama yale, atakayekuwa amekufuata, unapokuwa unamweleza mambo kama yale, yeye lazima atakuogopa, atajua wewe ni mtu ambaye unajua Biblia ni nini. Lazima tuwe na nafasi ya kusoma Biblia, tukague Biblia, tujue kitabu cha Mungu ndio nguzo ya maisha yetu. Barikiwe kwa hayo machache.